nitatumia dakika 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wote wamekasirika kwa sisi kuletwa hapa, lakini mimi nadhani Mungu huwa anafanya kazi kwa kupitia kila jambo. Sijui ni kweli si kweli? Mungu anafanya kazi kupitia zuio hili lililofanywa na OCD pamoja na DC wake na wale wote waliohusika, awe amepigiwa simu na Samia au na yeyote. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivi kwa sababu bahati nzuri, kama nimeelewa vizuri, hapa ni kwa mojawapo wa eneo letu, sijui ni mwenyekiti, sijui ni nani. Hii ni nyumba ya mtu binafsi, sio? Hivi ni kweli leo sisi viongozi wa kitaifa tunakuja kufanya mkutano nyumbani kwa mtu kwenye ardhi ya mtu binafsi? Ni kweli? Samia, unapaswa kujitafakari. La kwanza hilo nilotaka kusema, Samia unapaswa kujitafakari, na OCD unapaswa kujitafakari, na DC unapaswa kujitafakari. Sasa kwa nini nasema haya? Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tumepata mfano mzuri, na naomba waandishi wa habari baadaye mchukue hii habari vizuri. Huu ni ushahidi wa kutosha, mzito kuliko shahidi zote ambazo tumepata mpaka sasa, wa kupeleka duniani kwa nini tunahitaji mabadiliko ya katiba na sheria. Kwa mujibu wa katiba yetu, ardhi ni mali ya taifa. Uongo kweli? Katiba yetu inasema ardhi ni mali ya taifa. Kwa bahati nzuri, Magufuli pamoja na dhambi zake zote, kabla ya kufa au mwaka 2017 alitunga sheria nyingine inayohusu rasilimali za taifa, ardhi. Akatuachia urithi kupitia sheria hiyo ambayo sasa Samia na OCD wake na DC wake wanaichezea. Sijui kama mnaelewa tafsiri hii waliofanya. Mungu kawapiga upofu, OCD akachanganyikiwa, akazuia mkutano kwenye uwanja wa kawaida ambao wananchi mnautumia. Uongo kweli? DC akapigwa upofu, hawakujua kwamba wanatupa sisi haki ya kudai haki zetu za ardhi zote za umma, sio tu hapa Tunduru bali nchi nzima. Kwa maana hiyo nataka kusema nini ili niijenge hii hoja na ieleweke vizuri. Nataka niwaambie historia kidogo. Mheshimiwa Makamu, inawezekana wewe unaifahamu. Mimi nimeingia bungeni katika uchaguzi wa mwaka 95 mwezi Oktoba. Mwaka 96 tarehe 1 Julai mwaka 96 tarehe 1 Julai 1996, katibu mkuu wa CCM aliteua kamati yake ya CCM, sio ya serikali, akaituma nchi nzima, ikaenda kuorodhesha mali zilizokuwa za wananchi kipindi chote cha Mwalimu Nyerere, mali zilizokuwa za wananchi. CCM kwa kitendo hicho, kupitia hiyo kamati ya CCM, wakaorodhesha ardhi zote, mali zote, zikageuka tarehe 1 hiyo mwezi wa Julai 1996, zikageuka zikawa mali ya CCM. Sijui wangapi wanajua hiyo. Ndio maana tunao uwanja wa Mwanza pale, nadhani unaitwa uwanja wa CCM Kirumba. Ulikuwa uwanja wa taifa, ulichangiwa na wananchi wote. Wazazi wenu walichangishwa hela
kujenga ule uwanja. Leo ni mali ya CCM. Tumepata ushahidi leo, dunia nzima itatuelewa. Tutarudisha, huu ndio mwanzo wa kurudisha mali zetu zote. Uwanja wa Majimaji Tabora, nilishiriki katika ujenzi wa uwanja ule nikiwa katibu mkuu wa baraza la. Tumepata nini? Kwa kosa dogo ambalo OCD alifikiri kwamba anapata heshima, alifikiri anapaswa kupandishwa kwa kitu gani. DC alidhaniwa kwamba anapandishwa apate sababu ya kupanda zaidi kwa kupitia kutuzuia uwanja huo. Bahati nzuri sasa sisi nataka niwaambie tumepata faida, kwa sababu sasa tuna ushahidi kwa nini duniani tunadai dunia itusaidie. Tunapozungumza tumeonewa, tumenyanyaswa, mali zetu zimetaifishwa. Asante sana OCD wa Tunduru, umetupa hoja kubwa sana ambayo tutapeleka dunia nzima. Tutapeleka Umoja wa Mataifa, tutaipeleka kwenye taasisi za haki za binadamu, tutapeleka kila mahali. Sasa hiyo inanifanya niseme hoja yangu ambayo huwa naizungumzia. Tunapoomba no reform, no election, maana yake ni nini na tunataka kufanya nini? Kijana wangu mmoja atakuja hapa ataeleza mawazo ya vijana, mimi naeleza mawazo ya wazee. Tunataka mtusaidie haya yote ambayo tumeumizwa, haya yote ambayo tumenyanyaswa. Tunataka tutengeneze kitu kinachoitwa petition, yani fomu ya madai ambayo wananchi wote tutaandika, tutaijaza na kuiweka saini. Fomu hiyo inaitwa petition kwa Kiingereza, inaitwa fomu ya madai kwa Kiswahili. Ukiweka saini yako, ni hii hapa, itazungushwa baadaye, viongozi wenu watakuwa wameshapewa. Wewe kazi yako ni kuijaza na kuisaini, kila mmoja aandike kwa jina lake, usiandikiwe na mtu. Fomu hizi tunahitaji saini za watu milioni 15. Milioni 15 hizo zikipatikana, OCD nje, mkuu wa wilaya nje, Samia nje, wote hawa tunawaondoa kabla hata hatujafanya mengine. Maaskari msihangaike kubeba mabomu. Tunawaondoa kwa amani kabisa bila hata mabomu. Wekeni hifadhi tu hayo mabomu yenu. Tulimwambia Samia usihitaji kutumia mabavu. Wananchi hawa wanataka mabadiliko. Embo wanaotaka mabadiliko wanyoshe mkono. Wameshapigwa ya kutosha. Embo mpaka kule nyuma nataka kuona wanaotaka mabadiliko wanyoshe mkono. Huko nyuma wale kule labda wako. Asante sana. Kwa hiyo tumesema fomu hii ukishajaza watakuja kusanya viongozi wetu, watazichukua. Lakini ili zitoshe milioni 15, viongozi wetu watashuka mpaka chini, watapeleka mpaka kwenye kila kaya, wataenda kwenye vitongoji, watakwenda kwenye matawi yenu, ili kila Mtanzania ajaze hii fomu. Tukipata milioni 15, tunafunga mabunda, tutaweka kwa register, tutatuma hata watu kwa ndege, wakabidhi kwa katibu mkuu Umoja wa Mataifa. Tutakabidhi kwa wahisani wote kule ambapo kila wiki Samia huwa anaenda kugonga mlango na kuomba na kuomba, jambo ambalo ni kutuaibisha Watanzania, nchi yenye rasilimali nyingi. Yani nchi tajiri, rais wake anageuka kuwa omba, alafu mnaambiwa mama anaupiga. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo tumesema mtusaidie. Hapa sasa hivi kuna fomu itatembea, muijaze kabla hamjaondoka hapa. Alafu viongozi wataenda nayo nyumbani, watajaza kule chini na zitakusanywa, zitarudi makao makuu, zitafungwa kwenye mabunda, zitapelekwa kwa mkono, kwa register, kwa njia yoyote inawezekana,
hadi kwa katibu mkuu Umoja wa Mataifa na taasisi zote za haki za binadamu. Kama maaskari wangu wa OCD na mkuu wa wilaya mlifikiri mna akili, asanteni sana kwa kutusaidia. Mmetupatia agenda kwamba kumbe Mtanzania katika nchi yake anaweza kupelekwa mpaka mwananchi binafsi, mpaka mtu binafsi atoe haki ya nyumba yake ndio tufanye mkutano. Dalili ya kwanza kwamba nchi hii tunaonewa. Kuna ushahidi zaidi ya huo? Mtu binafsi anatoa nyumba yake, eneo lake ndio tufanye mkutano. Sasa nawauliza, watoto wenu si wanakuwa? Si wataingia kwenye vyama? Kama leo tumefanyiwa hivi, miaka 15 ijayo watafanya mahali pa kufanyia mkutano? Watapata hata mahali pa kucheza? Watacheza watu wa CCM peke yao, sio? Kwa hiyo tunasema lazima sisi sasa, nafasi kama hii ikipatikana, tuitumie vizuri, tuweze kupiga kelele, tuweze kuwaondoa kwa kufanya reform. Hatuendi kuchukua viwanja kwa nguvu. Tutawatumia Watanzania hawa kwa kudai no reform, no election. Na kwa sababu ni no reform, no election, na sisi tunaongeza ndani no reform ya kupata rasilimali zetu. Hata kwenye uchaguzi Samia hatutakupigia kura wewe na chama chako mliokuwa majambazi wa kunyang'anya mali za umma, mpaka mali za umma zirudi kwa wananchi wenyewe. Peoples, naomba tena walioelewa, embu ngumi nyingi OCD azione na DC aone. Peoples, haitoshi hajajiona, hasira hizo hazijatokea. Peoples, lakini mama sijaona za kwenu hao waliosimama. Peoples, najua mnawaogopa, kwa hiyo kama mnawaogopa msije mkaadhibiwa baadaye. Naomba radhi, naomba nimemaliza, naomba nimkaribishe tena kiongozi nimkaribishe moja kwa moja. Nakurudishia wewe.